Yanga SC wakaribia kumsajili winga hatari kutoka Burundi. Jean-Claude Girumugisha, mpango mzito wa usajili waanza kutimua vumbi Jangwani. Taarifa mpya kutoka nchini Burundi zimeibua gumzo kubwa kwenye anga za soka Afrika Mashariki, zikihusisha klabu ya Yanga SC na winga hatari mwenye kasi, ubunifu na uwezo mkubwa wa kupenya safu za ulinzi, Jean-Claude Girumugisha. Mchezaji huyo kwa sasa anaitumikia klabu ya Al Hilal OSC ya Sudan inayofundishwa na kocha mwenye hadhi ya kimataifa, Laurent Ibenge, ambaye pia aliwahi kuwika na timu ya AS Vita na timu ya taifa ya DR Congo. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na mchezaji huyo, Yanga SC wamefikia hatua za mwisho katika kufanikisha usajili wake. Kiasi kikubwa cha fedha kinatajwa kuhusika kwenye mazungumzo hayo, jambo linalothibitisha ukubwa wa nia ya mabingwa hao wa kihistoria wa Tanzania kuimarisha kikosi chao kabla ya msimu ujao kuanza. Jean-Claude Girumugisha si jina geni kwa wachambuzi wa soka waliokuwa wakifuatilia michuano ya CAF Champions League, kwani aliwika akiwa na Al Hilal kwa kutoa pasi za mwisho, kufunga mabao muhimu na kuchangia kwa kiwango kikubwa mafanikio ya timu hiyo kuingia hatua za juu kwenye mashindano hayo ya kimataifa. Ni mchezaji mwenye sifa ya kucheza kwa kutumia miguu yote miwili, anayeweza kuanzia kulia au kushoto, na anayejua kupenya kwenye nafasi finyu kwa ustadi wa hali ya juu. Ujio wake ndani ya Yanga SC unatazamwa kama sehemu ya mkakati mkubwa wa klarika zaidi na kuwa na kikosi cha ushindani sio tu kwenye ligi ya ndani bali pia kwenye michuano ya kimataifa. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa Yanga wana mpango kabambe wa kusuka kikosi hatari ambacho kitaweza kuhimili ushindani mkali kutoka kwa timu yoyote Afrika, na Girumugisha ni sehemu ya mipango hiyo ya muda mrefu. Engineer Hersi Said, rais wa Yanga SC, amekuwa nje ya nchi kwa siku kadhaa sasa. Ingawa klabu haijatoa taarifa rasmi kuhusu safari hiyo, duru zinaeleza kuwa anashughulika na mikakati ya kuwasaka na kuzungumza na nyota kadhaa wanaolengwa kujiunga na kikosi hicho cha Jangwani. Hersi anatajwa kuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye soka la Afrika Mashariki, na safari yake ya sasa inaelezwa kuwa ni ya kimkakati zaidi kuhakikisha anaipandisha Yanga daraja lingine kwenye ramani ya soka Afrika. Katika mahojiano yasiyo rasmi na baadhi ya viongozi wa soka nchini Burundi, wameeleza kuwa Yanga imekuwa ikimfuatilia mchezaji huyo kwa muda mrefu. Taarifa hizo zimebainisha kuwa tangu msimu wa 2023-2024 ulipoanza, wapelelezi wa vipaji wa Yanga walikuwa wakimfuatilia Jean-Claude katika mechi mbalimbali alizocheza za ligi kuu ya Sudan na za kimataifa, jambo linaloonyesha kuwa huu si usajili wa ghafla bali ni matokeo ya ufuatiliaji wa muda mrefu na uchambuzi wa kina. Kwa upande wa mashabiki wa Yanga SC, habari hizi zimepokelewa kwa shangwe na matumaini makubwa. Mitandao ya kijamii imefurika maoni yanayomtaja Girumugisha kuwa ni mpiganaji mpya atakayeongeza ushindani kwenye nafasi ya winga, hasa kwa kuzingatia kuwa Yanga imekuwa na changamoto kadhaa kwenye eneo la mashambulizi katika mechi ngumu dhidi ya timu kubwa za Afrika. Wengi wanamuona kama mchezaji atakayechochea morali ya timu, kuongeza ubunifu katika eneo la mwisho na kuibeba timu kuelekea mafanikio makubwa zaidi. Kwa sasa kinachosubiriwa ni tamko rasmi kutoka kwa klabu ya Yanga SC au kutoka kwa Al Hilal OSC kuhusu makubaliano ya mwisho ya usajili huu. Kama dili hili litakamilika kama inavyotarajiwa, basi itakuwa ni ishara nyingine ya kuwa Yanga haijakata tamaa ya kuifukuzia ndoto ya kutwaa ubingwa wa Afrika, ndoto ambayo wamekuwa wakiifukuzia kwa miaka mingi sasa. Endelea kufuatilia habari zetu kwa kila hatua ya usajili huu moto. Hii ni habari kubwa ambayo itabadilisha mwelekeo wa soka la Tanzania, na bila shaka litakuwa pigo kwa wapinzani wa jadi, Simba SC na Azam FC, ambao nao hawatakuwa na budi kuongeza kasi ya usajili wao ili kuhimili ushindani mkali unaotarajiwa msimu ujao.